So siku ya leo jinsi ambayo nachapa kazi ya sanaa, wengi wenu mnatambua huyu ameweza tu kujishughulisha nazo, Sabot. Yeah. Ndio majina yako kamili. Yeah. Aha. So Steven, mzee Steven, wewe ni mkaji wa wapi? Hapa Burumoi sub area, Kibieto sub location, Namorio location. Yeah. Wewe ni mkaji wa sehemu hii. Yeah, hapa. Aha, labda unajihusisha na kazi gani hapa maeneo ya Namorio? Hapa ni mkulima, tena ni huwa naweza kutafsiri na kuandika hata nyimbo. Unaweza tafsiri na kuandika nyimbo kwa lugha ya mama. Kwa lugha ya mama ambayo ni lugha ya Sabot. Manze, mmeweza kusikia mzee ni mtafsiri, pia anafanya kazi ya kuandika nyimbo za Sabot. So siku ya leo tu tuko na bwana Stephen Kibet. Hali ya anga haijakuwa mzuri sana, mvua imeweza kunyesha, na ndio maana tumefika ilitoka wapi? Unajua si kila mtu anaweza kutafsiri. Wewe ilianzaje mpaka ukaanza kufanya hii kazi? Nilikuwa natafsiri Biblia. Nilikuwa natafsiri Biblia ya Kiswahili kama Kiingereza kwa lugha ya mama, yani Kiswahili. Ndivyo sasa nikaanza kufanya utafsiri wa nyimbo pia. So ulikuwa unatafsiri kanisani ama ulikuwa unafanya wapi? Kopsiro kwa wale wa missionary. Ile wakati ambapo mlikuwa mnaandika ilikuwaje? Ndio unajua si mtu yote, mimi leo siwezi kuja kuchukuliwa hapa na kuambiwa uende utafsiri. Awambe